Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 642 ambao wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali ya kijinai. Hata hivyo, hali ya usalama ya mkoa wa Mwanza ni shwari kwa usiku wa kuamkia leo, na Jeshi la Polisi limeendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao. Matukio ya kijinai ambayo yameripotiwa yameendelea kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu. Jeshi la Polisi limeendelea kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi kupitia elimu ya ulinzi shirikishi inayoendelea kutolewa na Jeshi la Polisi kwa wananchi katika maeneo mbalimbali. Tunawashukuru wananchi wote wanaoendelea kushirikiana nasi katika kuwafichua wahalifu na uhalifu kwa ujumla. Katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu hadi sasa, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea kufanya misako dhidi ya wahalifu na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 642 kwa makosa mbalimbali. Mchanganuo wa watuhumiwa hao kwa idadi ni kama ifuatavyo. Watuhumiwa 97 walikamatwa kwa makosa ya kupatikana na pombe haramu ya moshi. Watuhumiwa 5 wamekamatwa kwa kupatikana na zana haramu za uvuvi. Watuhumiwa 158 wamekamatwa kwa kucheza kamari. Watuhumiwa 261 hawa wamekamatwa kwa kupatikana na mali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi, na watuhumiwa 5 wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji. Ndugu waandishi wa habari, vielelezo vilivyokamatwa kupitia misako hiyo vikihusishwa na matukio hayo niliyoyataja ni kama ifuatavyo. Tumeweza kukamata television 10 aina tofauti. Television hizi ziliibiwa katika matukio ya kuvunja nyumba mchana na kuiba katika wilaya mbalimbali, lakini zimeweza kukamatwa kupitia misako ambayo imeendelea tangu tarehe 1 hadi sasa. Tumeweza kukamata pia kompyuta mpakato 3 ambazo zimeibiwa katika matukio ya wizi wa vifaa kutoka ndani ya gari. Zimeweza kukamatwa simu aina tofauti 8, na hizi simu wameibiwa watu mbalimbali katika matukio tofauti. Zimekamatwa pia pikipiki 19 za aina tofauti ambazo zinatuhumiwa kuhusika katika kutekeleza matukio mbalimbali ya kihalifu, huku nyingine zikiwa zimeibiwa. Magunia 3 ya mpunga yameweza kupatikana pia ambayo yaliibiwa. Lita 473 za pombe haramu ya moshi yani gongo pia imeweza kukamatwa. Laini 47 za mitandao mbalimbali za simu. Lakini pia tumeweza kukamata mashine za bonanza 2 ambazo zinatumika kufanya michezo ya kamari bila kufuata utaratibu. Vifaa vya matumizi ya nyumbani vimekamatwa pia ambavyo ni rice cooker 1, radio 3 aina tofauti na kabati la viatu, magodoro 15, feni 1, baisikeli 1 na vifaa mbalimbali vya kuvunjia. Kutokana na misako dhidi ya watumiaji na wauzaji wa madawa kulevya inayoendelea, tumefanikiwa pia kukamata watuhumiwa 116 na kupata kilogramu 9 na misokoto 329 ya madawa kulevya aina ya bangi. Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo nimesema, misako inaendelea
Na asubuhi hii ya leo tumepokea taarifa katika wilaya ya Sengerema, askari wetu wakiwa katika misako wameweza kukamata watuhumiwa kadhaa wakiwa wanalima, wanastawisha miche ya bangi ambayo imelimwa kwenye shamba ambalo ukubwa wake ni zaidi ya ekari 7. Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo inaeleweka, kazi ya jeshi la polisi ni kukamata wahalifu, kufanya uchunguzi na hatimaye kuwafikisha kwenye mahakama. Mtakumbuka kuwa siku ya tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulitoa taarifa kuhusiana na tukio la mauaji ya kijana aitwaye Mzafaru Faisal Yunus katika baa ya Las Vegas, kwamba kijana huyo aliuawa katika baa hiyo iliyoko wilaya ya Ilemela, tukio ambalo lilidaiwa kufanywa na walinzi wa baa hiyo ambao wanajulikana kwa majina maarufu ya mabouncer. Tulieleza tukio hilo na tukaeleza uchunguzi uliokuwa ukiendelea na tulieleza watuhumiwa ambao tulikuwa tumewakamata. Sasa kwa ajili ya kuonyesha mwendelezo wa upelelezi katika tukio hilo, ni kwamba tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kuwafikisha watuhumiwa hao mahakamani, ambao ni Yohana Paul Peter, miaka 22. Huyu alikuwa ni mlinzi katika eneo lililotokea tukio hilo, na Hamisi Juma Musa, miaka 27. Huyu naye alikuwa ni mlinzi pia, mfanya usafi wa baa hiyo, ambao nimesema wanajulikana kwa majina maarufu mabouncer, ambao wote hao wamefikishwa katika mahakama na kusomewa kesi ya mauaji namba 10492 ya mwaka 2026. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kutambua na kusema kweli, tunaendelea kupongeza michango mikubwa ya wananchi kwa kuendelea kushirikiana nasi pamoja na vyombo vingine vya usalama kwa lengo la kufichua wahalifu na uhalifu popote pale ulipo. Hiyo imetusaidia kwa kiasi kikubwa kuendelea kuwatia mbaroni watuhumiwa wa matukio mbalimbali ya kihalifu ambao wanaendelea kuchukuliwa hatua, na hivyo wananchi katika mkoa wa Mwanza wameendelea kuwa na usalama kwao, lakini pia na mali zao. Ndugu waandishi wa habari, nirudie kusema tena, hali ya mkoa ni shwari, na nawashukuru ninyi ambao pia mmeendelea kushirikiana nasi katika kuwafichua wahalifu pia na kupeleka taarifa zetu mbalimbali zinazohusu uelimishaji katika swala zima la kuishirikisha jamii ili kuzuia uhalifu kabla haujatendeka.